Kama kawaida tuko pamoja kama siku zote kama hada. Tunaona hapo jinsi wanavyopambana wakina Bara. Tunaona mapanga jinsi wanavyotembea hapo, wakina Holland wanapambana, wakina Sofia hataki kukubali, yani haelewi, hataki kukubali. Yeye shida yake yule sister aliyomchukua mrudishe. Haya bega muku. Tunaona anavyopambana. Tunakuja kwa nani huyu bwana? Osman bwana wamemweka katikati. Alafu inaonekana Osman kama anauzwa hivi. Maki kila kipanga tu watu wanaingilia kati, wanaharibu mipango. Inaonekana kuna mtu anawauza huko. Haya kwa Bibi Nsebike na huyo Organ nao wanajadili hivi, mbona mambo yanaenda hivi, kila kitu tukipanga kinaenda tofauti Hapa mbona hatuelewi? Osman mwenyewe anaona hapa kuna jambo fulani linaendelea. Tunarudi kwa mtoto wa Nsebike akiwa na Organ, wako wanapanga jinsi ya kufanyaje, jinsi ya kuweza kumkabili huyo Osman. Tunaona Bara huko anambeba sister, anampeleka ndani baada ya kumuokoa. Anamuhifadhi ndani kwanza ili mambo mengine yaendelee, wamtibie. Huku bwana kina Holland wanachunguza, wanaangalia kina Organ jinsi wanavyo endelea kuna nini. Mara wanavamia msafara. Kuvamia msafara bwana, wanawapiga, wanatandika kweli kweli. Tunaingia kwenye wazee. Hapa Osman kastukia kitu fulani hivi, kwa hiyo anaamua kuwaita wazee na kuzungumza nao. Bwana Osman kipindi yuko kwenye shimo pale, hiki ndio kilichomkasirisha sana. Alikuwa na nani? Ana Bolani. Wakati wameenda mle, wanashangaa watu wamejuaje kama watu wa kwenye shimo. Ila Osman akili yake akawa amewekea mtego mzuri sana tu. Jamaa wanakuja bila kutumia akili, wanakuja kuwavamia kwenye shimo wakijua kwamba watawakomoa, kumbe wamewekea mitego. Mwisho wa siku waliwalipua na moto. Unaona, tunarudi kwa Halima yuko na yule sister, yuko anajaribu kumuoji yeye ni nani, ampe siri tu, lakini sister bado hali ni mbaya. Tunarudi kwa nani? Kwa Organ, ndo anaingia kwenye shimo mle kwenda kumvamia Osman kumbe katega milipuko yake bwana, kama kawaida yake anawalipulia mbali. Osman yule ana akili kwenye vita, yani haendi hivi kama jamaa wanaenda kwenye waganga swini. Osman hana mambo hayo, yeye anatumia akili kubwa sana. Unaona hapo sasa, wakina Organ ndo wanarudi, wengine wamekufa wengi tu, ila wenyewe wamebahatika kurudi. Osman unaona anatoka shimoni kule kwa ameweka mtego, ndo wanarudi huku, lakini Osman bado ana wasiwasi kuhusu kikosi chake. Kuna watu wanawauza na anataka kujua nani anamuuza. Unaona na wakina Organ na wenyewe wanaanza tena wenyewe kutekana na mapanga kwa sababu wanahisi kuna mambo hayaendi vizuri, yaende tofauti. Kila kimtega Osman wanamkosa. Kwa hiyo kuna nani na anavujisha siri kwa upande wao. Huku tunaingia kwenye kikao. Wako kwenye kikao wakina Holland na wakina Osman. Nao wanajadili nani anatuharibia kila kitu. Jokitai anaangalia na muona kumbe kuna mtu fulani anaharibu. Jokitai ndio kamuona yule mzee. Sasa Jokitai bwana anakuja kwenye kikao, anayamwaga hadharani. Bwana anayeharibu mipango ni huyo mzee kikofia huyo. Huyo kikofia na ndevu. Osman akasema njoo mbele. Kamleta mbele pale, kaanza kumhoji, kachukua panga, utaniambia kwa nini unatusaliti? Maana usaliti wako unasababisha watu wote wafe. Ina maana sisi sote tungekufa kwa sababu yako. Kamkata shingo. Osman ana mchezo, yani mtu anayesaliti ana mchezo naye, kwa sababu anakuwa ameharibu kila kitu. Anaharibu wananchi wakae wanatoka pukutika wote na jeshi la Osman, na yeye Osman pia. Kwa hiyo anayetania kwenye jeshi kuleta usaliti, Osman hawezi kumsamehe. Tunarudi kwa kina Irbey. Yuko na Began, wanajadili. Vita imekuwa ngumu, kila wakijaribu wanashindwa. Osman sasa amekuwa kichomi kwao, yani amekuwa ni moto, hawapumui, hawahemi, hawalali, hawanywi maji. Yani Osman balaa kwenye mapoli, amekuwa balaa huko kwenye kambi yao wakaliki. Sasa ndio hapo wanaanza kukaa kwenye vikao kina Osman, wanajadili jinsi ya kuweza kuivamia Kai, kuikomboa. Maana hapa hakuna kufanya mchezo, wakizubaa tu. Aisema Mongolia hawaachi salama, na Mongolia kuna wenyewe wamewaka, ni hawataki kusikia. Wanakubaliana na wazee, wananyanyua mapanga juu, wako tayari kuivamia Kai na kuikomboa Kai. Tunarudi kwa sister baada na hali mbaya. Bara anajaribu kumuoji, lakini sister bado hajiwezi. Unaona? Anajaribu kuojiwa, akamwambia bwana Bara kuwa makini sana na Sofia, sio mtu mzuri. Unaona? Hapo bora ni analeta taarifa kwa Bara. Bwana huku wakina Osman ndo wanaivamia Kai na muda si mrefu ataikomboa Kai. Kwa hiyo Bara wanaamua kufunga safari kwenda kuungana na wakina Osman kwenda kuikomboa Kai. Huku bado tunarudi kwa Irbey na yule mwanae bwana Irbey alimteka. Kwa hiyo baada ya kumteka kaua wazazi wake, akawa anaishi naye kama mtoto wake. Sasa mtoto hataki, na hicho kitendo alikiona. Kwa hiyo mtoto muda wote sio rafiki na Irbey. Irbey amefika ikulu pale kwake, amekaa kwenye kiti, anasema hapa nakaa ikulu kwa mara yangu ya mwisho. Sidhani kama nitakaa tena kwenye kiti hiki. Mtoto baada ya kusikia anastuka, kwa hiyo ameshakuwa hayo, ina maana Irbey atapinduliwa. Mtoto akawa anasikia. Basi mtoto akatoka pale, anapangusa machozi. Tunarudi kwa Osman. Osman ndo wako wanapanga vita huko. Wakina Holland sasa hapo ndo wanaomba dua kwa mara ya mwisho kwamba sasa tunaenda kuliamsha. Wa Mongolia bwana wanafanya mazoezi. Mara wanaangalia huko polini, wanaona wakina Osman wale
wakaamua kuwavamia. Wanaenda kichwa kichwa, hata wana akili, wanavamia tu, hawajui mitego gani wameweka. Kumbe wakina Osman bwana wameweka mitego ya mabomu ya moto. Vijinga vya moto hivi, sio wametengeneza nini, sio silaha gani tu bwana, ziliwamaliza sana Wakai. Bwana Mamongoli ambao walikuwa wameteka Kai wanakuja kichwa kichwa. Osman anajua Kai vizuri kwa sababu pale ni kwake na ile ndio ikulu yake. Kwa hiyo anajua kila sehemu ni wapi atege, ni wapi apige vizuri tu. Kwa hiyo aliwateketeza vibaya mno. Osman anaingia Kai. Huku bwana bibi Machale anamcheza. Anajua mimi nimeacha hii kukuru na mtafuta Osman polini simuoni. Huenda Osman kashaingia Kai kule, kashakiwasha kwamba bwana turudi zetu Kai. Osman Kai kweli kakiwasha. Huyo bibi anavyofikiria ni kweli. Osman Kai anakiwasha vibaya mno. Na hapo naona Bara anaingia kutoa msaada. Mambo yanakuwa sasa sio mambo. Unaona Bara anakiwasha, kashafika tayari, anampa support mume wake. Unaona bwana Ilibei naye anawekwa kati. Ilibei bwana hana tena chake. Ilibei rafiki yangu, unaona Ilibei anatandikwa vibaya mno, tandikwa sana. Ilibei anawekwa chini ya ulinzi. Osman anakuja kumaliza biashara kwa Ilibei kwa sababu alimsumbua na alimsaliti, kumbuka, na alikuwa kipenzi chake, ndiye alikuwa spy kubwa sana kwa Osman, alikuwa anamtuma kila mbinu zote bwana. Wanaamua kummaliza Ilibei. Nusu ya vita wameimaliza wa mabwana, wanashangilia ushindi kuikomboa, lakini bado kuna Urugani, kuna Bibi Sebike, kuna kina Sofia. Kwa hiyo vita, lakini nusu ya vita kamaliza. Nadhani hii ndo mwisho wa hii hapa, lakini ndo mwanzo wa ile inayokuja. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare pia. Ciao.